Jamani vipenzi, karibuni kwenye story yetu nyingine. Jamani, jinsi ambavyo nilipaka kwenye hiyo nyumba, nikawa naitwa Lizi usiku, lakini sijawahi kutegemeaga kilichokuwa kinanitaga Lizi. Jamani, kwenye leo naomba niwataje watu jana walio comment, waliokuwa wa kwanza walio comment kwenye video yangu ya jana. Wa kwanza anaitwa Mary Malia, wa pili anaitwa, na wataja wale watu ambao walikuwa wa kwanza waliokuwa wa kwanza ku comment. Wa pili anaitwa Agnes Samueli, na wa tatu anaitwa Angel na Nyole. Asanteni sana jamani. Kwa hiyo kama unataka kutuja kwenye episode yangu inayofuata, ukiona video tu nimepost, unakimbia unaenda una comment, una like ili kutaja jina lako kwenye episode inayofuata. So sasa hivi jamani, karibuni, chukua snack kama una snack yako, una biskuti sijui na nini, una kitu chochote kile chakula, kaa utulie usikilize story jamani, karibuni. Jamani, kuna hii nyumba nimewahi kupanga. Ufukunyuko unasaidiaga. Sasa hii nyumba wakati nimepanga, nilipofika tu watu wakawa wananiambia, "Lizi, hiyo nyumba utaiweza kweli?" I was like, nyumba nitaweza? Nyumba ina nini? My friend wakaniambia, mwenzako usiku utakiona cha mtema kuni. Nauliza kwa nini hataki kuniambia? Kuna mama mmoja hapo nje akanipa namba ya mpangaji ambaye alopita, ambaye alikuwa anaishi kwenye hiyo nyumba. Akaniambia mpigie huyu labda atakusaidia. Nikampigia yule dada, nikaongea naye. Akaniambia, rafiki yangu, mimi sitaki kuambia, lakini wewe sitaki hata kuongea, sitaki kufanya chochote. Siku hiyo usiku nimelala, nasikia Lizi. Mbona kaa jina langu? Kidogo tena nasikia Lizi. Nikasema Mungu wangu, ni nini hichi? Mbona kuna maajabu? Nikaogopa na kwambia, nikainuka nikatoka nje. Usiku wa manane namgongea nani, ikabidi nimpigie rafiki yangu. Nikamwambia rafiki yangu, kuna mpangaji eti kuna sauti ambayo naisikia huko ndani ya nyumba inaniita Lizi, sielewi ni nini. Rafiki yangu akaja. Alipokuja sauti ile ikakata, hakuna sauti, hakuna nini, tukalala. Ikawa ndio kawaida, nakwambia, nikilala usiku inabidi niweke headphone masikioni kwa sababu sina kodi, sina hela ya kuhama, na hama naenda wapi? Nasikia Lizi. Siku moja nakwambia ndo nimeingia hivi, nataka niweke earphone masikioni, nasikia Lizi, uko peke yako, hauogopi? My friend, nilitetemeka, nikaanza kuhangaika, nikasema Mungu wangu, nitaenda kupanga wapi? Au nitapata pila kupanga, nitapata pila kuhama, afu kwenda kukaa na marafiki mnavyojua kukaa na watu jinsi ambavyo kulivyo na kazi. My friend, nikaanza kuomba, nikaanza kwenda kanisani, nikawa mtu wa maombi. Ikifika usiku naomba, lakini kila ikifika usiku nasikia ni sauti inakuwa kama inatokea darini, yani afu inasambaa nyumba nzima. Lizi, umelala peke yako, hauogopi? Nikawa naogopa my friend. Ikifika usiku naogopa kwa sababu sasa hapo ilibidi nianze kujikusanya nipate pesa ya kodi. Maana unajua huwezi kuhama tu hivi, lazima upate pesa ya kodi. Nikampata mwenye nyumba, nikamwambia mwenye nyumba, please, naomba unisaidie nirudishie kodi mimi nihame. Mwenye nyumba akaniambia mkataba ni kama kusoma vizuri. My friend, ukienda kufika sehemu kama kuna mkataba inabidi usome vizuri. Kwenda kurudia ile mkataba, my friend, kumeandikwa hakuna kurudishwa pesa kama umeshindwa kukaa utahama, lakini pesa yako urudishiwe. I was like, oh Mungu wangu, itakuwaje? Nikakaa kwenye hiyo nyumba, nikaendelea kuomba, naomba wapi? Kila siku ndio, Lizi, uko peke yako uogopi? Lizi, uko peke yako uogopi? We, siku moja nikasema hapana, haiwezekani. Naomba havishikiki. Nimeenda mpaka kwa waganga. Naenda kwa waganga, naambia mnisaidie niangalizie nyumba yangu. Waganga wanaangalia, wananiambia mbona hiyo nyumba haina shida, hatuoni chochote. Nilimeza mpaka mganga pale nyumbani, ananiambia hakuna shida. Nikaleta mpaka mchungaji, kaja kaomba, wapi? Hamna shida. Wanasema hamna shida yote, hakuna energy yote. Sasa nikawa najiuliza kinachofanya huyu anayeniita kwenye dari usiku Lizi ni nani? Kuniuliza Lizi uogopi? Ni mzimu gani ambao haonekani na mapasta, haonekani na waganga? Nikasema no. Siku hiyo nilikuwa nipo nyumbani. Mchana hakuna sauti, hakuna nini, kumetulia. Usiku nawasikia sauti. Sasa siku hiyo nilikuwa sina kazi. Nikasema hapana. Sasa nikamuita mbaba mmoja hivi, ni fundi. Sio mbaba tu, ni mkaka. Nikamwambia rafiki yangu, naomba unisaidie. Kwa sababu ndani usiku nasikia sauti kabisa, mtu ananiita Lizi, ananiuliza uogopi? Tena nita kwa sauti ile kama ya kutisha, hapo inakuwa inatoka kama na mwangu. Na sauti inatokea juu ya paa, inatokea sehemu moja kabisa, unaweza kusikia inatokea sehemu fulani kwa hapa juu ya paa. Yule baba akaniambia mimi naogopa kwenda, nikamwambia please naomba tu panda tuone tuangalie tujue kuna nini uko juu ya dari ambacho kipo kinaniita Lizi. Kama ni mzimu tu tukapambane nao. My friend, tukaenda kuazima ngazi. Mmoja tumeenda kufungua na kuambia kwenye patu kapanda. Yani alipopanda akaanza kucheka. Akaniambia Lizi, hauogopi? Nikamwambia siogopi. Akaniambia rafiki yangu mpanda huko uje uangalie. Nikaenda nikapanda. My friend, kwa juu ya dari kuna socket. Alafu kuna kaspika kadogo kameunganishwa hapo, kamewekwa hapo, afu kakoona. Sio, unanielewa vizuri? Nikasema yani sitaki kufikiria kama hichi kitu ninachofikiria. Tukakachukua kale kaspika,
Tukakashusha chini, nikakaweka sebleni kwenye socket, nikakaacha kakiwa kamewaka. Usiku tukawa tumekaa tunakiangalia, tunasubiri sasa kama kitaita lizi. Niliita na marafiki zangu kama kitaanza kufanya lizi. My friend, saa ngapi imefika usiku kisianza tena kuita lizi, kumbe sauti inatokea pale kwenye kile speaker. Mshenzi baba mwenye nyumba yule kumbe alikuwa kakiseti kile kidude usiku na kiconnect, anaanza kuita lizi, ana play ndio sauti anakuwa kainaniliu kashai record afu ana play kwenye hicho kidude. Kesho yake my friend nilienda nikamletea polisi, nikamwambia polisi kilichotokea, nikaonyesha na kile kispika. Mwenye nyumba akafungwa pingu na kuambia anataka kupelekwa ndani, ndo akaanza kusema oh, samahani, mimi nafanyaga hivyo, unajua mimi sina kazi nyingine na watoto nalea, mke wangu ashafariki, kwa hiyo sina hela, kwa hiyo ninachokifanyaga nafanya hivyo ili wapangaji waondoke, waache kodi. Watu wakaambia ni kuwatisha watu, kuwafanyia hivi, ujue kwamba huo ni utapeli. Jamani, naombeni mnisamee. Nikamwambia hapana, hii anxiety ambayo umenipa ya muda mrefu, nimekaa nikiogopa, nikijua mizimu inaniwinda ikiniita usiku. Lizi, no, uende tu ukaweke tu ndani. Yule baba kaenda akakanda ni kama wiki 2, polisi wakawa wananiambia kama unataka kumsamea atakurudishia pesa yako kamili. Ndio nikasema no, anirudishie pesa yangu kwanza. Ndio sijui aliwapigia kina nani wakarudishia pesa yangu yote, kodi yote nilolipa nilikuwa nishaka miezi 2. Karudishia pesa yote, nikaondoka. Kuogopa kote, kumbe mtu kaenda kuweka kispika juu kinaita lizi kutisha watu ili waondoke huko nyumbani. Jamani, kuna wenye nyumba wako very friend. Nilihama bila hata kufukuzwa, bila hata kuambiwa aondoka. Nilihama nikaondoka. Yule mwenye nyumba tulienda tukamrekodi kwenye serikali za mitaa. Kwa hiyo akapewa onyo, akaambiwa mtu yoyote akija kulalamika tena kwenye hiyo nyumba kuna kitu amefanya kama hicho, ni kifungo cha ndani, anaenda kufungwa kabisa, anakaa huko ndani. Wewe baba, shetani amlambe matako kunitisha mimi miezi 2 mbwa yule.